linalotokana na nyuki sio mchezo. Nawe kajaribu lile, utatushukuru. Mheshimiwa sana viongozi na watumishi wa umma, naombe sana pia nimpongeze mkuu wa mkoa wetu wa Dodoma Bi Senyamule kwa ubunifu wake na umahiri wake mkubwa katika kuja na mawazo yanayojenga na kustawisha utumishi wa umma. Nikupongeze kwa wazo la Samia Day, wazo ambalo linaonyesha ubunifu mkubwa na wazo ambalo linakusimamisha wewe kama mkuu wa mkoa mbunifu na wa kipekee. Hongera sana mkuu wa mkoa wetu kwa kazi nzuri. Samia Day kama ulivyoitambulisha inafanana kabisa na shughuli za kiutumishi. Mimi kama waziri ninayesimamia utumishi, nataka niendelee kuwasihi watumishi wenzangu, hasusan wale wa mkoa wa Dodoma, kuendelea kushiriki kikamilifu katika Samia Day ili muweze kuwatolea huduma nzuri wananchi wetu, lakini pia kupitia Samia Day mueleze mazuri yanayofanywa na serikali yenu. Lakini pamoja na hilo pia ni kuahidi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitatenga muda mimi na wakurugenzi wangu pamoja na katibu mkuu kuja kutembea katika wilaya zako pale utakapokuwa unafanya tena Samia Day, ili na sisi tuweze kuona matunda mazuri ya uongozi wako na uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa viongozi na watumishi wa umma wenzangu, ninapenda kukupongeza sana katibu mkuu wetu, ofisi ya Rais utumishi, naibu katibu mkuu, timu ya management na watumishi ofisi ya Rais management ya watumishi wa umma na utawala bora kwa kuratibu maadhimisho haya yenye maudhui kwa utumishi wa umma ambayo yana adhima ya kutoa elimu kwa lengo la kulenga uelewa wa huduma zinazotolewa katika utumishi wa umma. Pia mmelenga kuhimiza matumizi ya mifumo ya utoaji wa huduma katika utumishi wa umma, kutoa huduma za papo kwa hapo kwa utumishi wa umma, lakini pia kuendelea kutoa mirejesho kwa wenzetu wanaohitaji huduma hizo. Hasa na katika eneo hili nazungumzia wananchi na wadau mbalimbali katika utumishi wa umma. Ndugu viongozi, nimefurahishwa katika baadhi ya mabanda, nikitoa mfano kwa wenzetu wanaotokea Arusha, Meru na Arumeru. Kwa kweli nimewakuta hadi watendaji wa vijiji. Huu ni ubunifu wa kipekee na kwa kweli niseme nimefurahishwa sana, kwa sababu wakati mwingine najua hawa viongozi wanatoka kwa ngazi za vijiji, kama wakupata mtoko kuja Dodoma nao washiriki kueleza, wanaweza wasitoki kabisa mkoani kwao. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwamba sio tu tunakuja sisi uendelevu za ukurugenzi na wale wa juu tunakuja tu katika vikao kama hivi, wachukueni pia na wale wa kada za chini kabisa, ili waje waweze kuona Dodoma, lakini pia kama mkuu wetu wa mkoa alivyosema, tuje tupate zabibu na mazalia ya zabibu. Ndugu viongozi na watumishi wenzangu, ni matumaini yangu kuwa sote tumeelewa maudhui na madhumuni ya maadhimisho ya wiki hii ya utumishi wa umma kuwa ni kutafakari namna majukumu ya utumishi wa umma yanavyotekelezwa kwa kipindi kilichotangulia, kujadili namna kuongeza ubunifu katika kutoa huduma kwa umma, kujifunza mifumo mipya ya utoaji huduma, lakini pia kubaini changamoto za kiutendaji katika utumishi wa umma pamoja na kutafakari ufumbuzi wake. Kwa kufanya tafakari hizi, watumishi wa umma mtabadilishana uzoefu, mtajifunza kutoka kwa wale waliofanikiwa, na hivyo kuleta mageuzi katika kuratibu na utaratibu za kiutendaji na uendeshaji wa serikali, ili kujenga msingi bora wa kufanya utumishi wa umma kuwa na mlengo wa kuwasaidia wananchi na kuchangia ipasavyo utekelezaji na uendekezaji wa dira ya mwaka 2050. Bila shaka katika maadhimisho haya mmepata wasaa wa kutafakari mambo haya muhimu na mmejadili kwa kina zaidi. Ndugu viongozi na watumishi wa umma wenzangu, maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma ya mwaka 2026 yanaongozwa na kauli mbiu inayosema kuchochea uwajibikaji jumuishi kwa huduma endelevu. Niwaombe watumishi wa umma wenzangu kuishi ujumbe huu
kwani uwajibikaji ndio msingi katika uongozi au utumishi wa umma unaoangazia wananchi. Serikali itaendelea kutimiza wajibu wake wa kuwahudumia wananchi. Aidha, ni watake watumishi wa umma wote watambue kuwa kauli mbiu hii inaelezea adhma ya serikali kuonyesha wananchi wetu jinsi rasilimali ya umma zinavyotumika pia katika utoaji wa huduma. Ndugu viongozi na watumishi wa umma wenzangu, katika kuadhimisha wiki hii ya utumishi wa umma na hasa kupitia maonyesho haya, nimeona yapo mambo mengi ya manufaa kwa wananchi, lakini pia yako mengi ya manufaa kwa watumishi wa umma na wadau mbalimbali katika utumishi wetu. Wananchi wamepata fursa ya kufahamu wajibu wa serikali katika kuwahudumia pamoja na kufahamu njia mbalimbali katika kupata huduma za serikali. Ni wasii wananchi kuendelea kutumia wiki hii ya utumishi wa umma kama fursa adhimu kwao ili kufahamu huduma zinazotolewa na serikali na pia wajue wapi wanapoweza kuzipata. Ndugu viongozi na watumishi wa umma wenzangu, kwa taasisi za umma, wizara na idara zinazotoa huduma, hii ni fursa ya kubadilishana uzoefu juu ya mbinu na mikakati bunifu na namna ya kutoa huduma bora kwa wananchi wetu, kutokana na ukweli kwamba ziko taasisi zilizofanya vizuri katika eneo la utoaji wa huduma, lakini pia zipo ambazo hazikufanikiwa sana. Badilishaneni uzoefu ili tuweze kujenga utumishi wa umma unaolenga kutoa huduma kwa wananchi. Mimi ninaamini na naamini pia na nyinyi mnaamini hilo. Taasisi na wote mliokuja mtapata nafasi ya kujifunza na kuiga mazuri yanayofanywa na taasisi nyingine. Ndugu viongozi na watumishi wenzangu, nimejulishwa kuwa mwaka huu jumla ya taasisi na wizara zilizoshiriki zinapata 225 ukilinganisha na taasisi 146 katika mwaka uliopita. Ongereni sana waandazi, ongereni washiriki, na niwaombe muendelee kuja katika miaka ijayo, kwani hii pamoja na kwamba ni maonyesho, lakini pia ni fursa kwetu kuonyesha mafanikio katika mwaka uliopita. Niwaombe wadau, na pia nitumie nafasi hii kuwaomba radhi sana. Kutokana na muda tumeshindwa kupita katika mabanda yote. Kwa hiyo katika mabanda yale machache niliyopita, nimeshuhudia mazuri mlioyafanya na ninawapongeza. Na katika mabanda machache ambayo nisikufanikiwa kupita, ninawaomba radhi sana. Kutokana na muda na tukio lenyewe sikuweza kufanikiwa kupita kote. Lakini natambua na nimepewa taarifa juu ya mambo mazuri mlioyafanya na kazi nzuri mnaendelea kuifanya. Mimi kama waziri wenu, kazi yangu ni kuendelea kuwatia moyo, kuwasukuma na kuhakikisha kwamba tunafikia malengo mazuri kama ambavyo Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anawishi kuiona Tanzania yake ikishamiri. Ndugu viongozi na watumishi wa umma, maadhimisho haya pia ni nafasi ya kutafakari jitihada zinazofanywa na serikali katika kuimarisha uwajibikaji wenye lengo la utoaji huduma endelevu na tija katika utumishi wa umma. Serikali yenyewe kwa kutambua kuwa wakati uliopo unawataka watumishi wa umma ambao watafanya kazi inayoeleza na kutatua changamoto za wananchi, imeendelea kufanya hivyo kwa juhudi kubwa. Zipo jitihada nyingi ambazo zimefanywa, na naomba katika nafasi hii nitambue baadhi ya chache ninazoweza kusema. Kupitia programu hii, serikali imejikita katika maeneo makubwa matatu. Kupitia programu hii ya maboresho ya katika utumishi wa umma yenye mlengo wa kuhudumia wananchi, serikali imejikita katika maeneo makubwa matano ya maboresho ya kifikra katika sekta ya umma, katika utoaji wa huduma bora, ujumuishwaji na ushirikishwaji wa wananchi, uongozi na uwajibikaji, usimamizi wa rasilimali na mageuzi ya huduma kidijitali. Dhamira ya serikali ni kuweka mazingira bora na kuimarisha utumishi wa umma ili uweze kukidhi mahitaji nyumbulifu ya wananchi wetu. Ndugu viongozi na watumishi wenzangu wa umma, pamoja na serikali kuendelea kufanya kazi hiyo, lakini pia tumeendelea kutoa motisha ya kuwapandisha vyeo watumishi wa umma wenye sifa na vigezo. Tunayafanya haya yote tukikumbuka kuwa utumishi wa umma unahitaji nidhamu ya kazi na uzalendo,
katika kulitumikia taifa letu, na sio tu tukifanikiwa katika hilo tutakuwa tumewezesha watumishi wa umma, lakini pia tutakuwa tumelikomboa taifa. Tuendelee pia kutumia mifumo ya usimamizi wa utendaji kazi katika utumishi wa umma, na hapa nikizungumzia kama ule utendaji unaotumika kusimamia na kupima utendaji kazi wa watumishi mmoja mmoja na taasisi kwa jumla, kwa lengo la kuhakikisha kuwa kuna kuwepo utendaji wa kazi wenye tija na unaolenga kutoa matokeo chanya kwa taasisi, sekta na taifa kwa jumla. Mfumo huu kwa sasa umeunganishwa na zoezi la kupandishwa vyeo na kuthibitishwa kazini. Niwaelekeze watumishi wa umma wenzangu, kila mmoja katika nafasi yake ahakikisha anatekeleza majukumu yake kwa uwazi, uaminifu, weledi na ufanisi, ili kuepusha malalamiko kwa wananchi wetu na serikali. Ninaomba kutumia nafasi hii, mniruhusu niendelee kusisitiza kuwa wafanyakazi wetu ndiyo msingi wa maendeleo yetu. Mkitimiza wajibu wenu, mafanikio makubwa na maendeleo tunayotaka kama Watanzania tutafikia. Ndugu washiriki, serikali pia imekamilisha zoezi la kuisha miundombinu ya kimaendeleo kwa watumishi wa umma ya kada mbalimbali zilizo chini ya wizara na idara zinazotegemea, kwa kujumuisha fani mpya zinazojitokeza au zinazotolewa na vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu ambavyo kwa sasa havimo katika miundo hiyo. Maboresho husika yamegusa kada za sekta zote zikiwemo zile za afya, elimu, sheria, uhandisi, kilimo, mifugo, tehama, nishati na maeneo mengineyo. Lengo la kufanya hivi ni kuongeza wigo wa wahitimu wa fani na utaalamu mbalimbali kuweza kuomba nafasi za ajira pindi zinapotangazwa. Na katika eneo hili, ndugu katibu mkuu na ndugu watumishi wenzangu, naomba niwakumbushe hasa katika maeneo ya vyuo vikuu ambao bahati nzuri katika siku ya leo naona kwa mfano chuo kikuu Dar es Salaam kiko mbele kabisa hapa. Tulishakubaliana na tulishatoa mwongozo, mpunde chuo kikuu kinapobuni kozi mpya ni vyema wakawasiliana na ofisi ya Rais Utumishi ili tuweze kuoanisha miundo, ili tuweze kutengeneza kitu kicho kizuri, kuondoa malalamiko ya vijana wetu ambao wanakosa kazi, na tunatengeneza kundi kubwa la vijana ambao wanaona kana kwamba serikali yao haiwajali, wakati serikali hii inafanya mambo makubwa sana katika eneo la ajira na uajiri. Kwa hiyo niendelee kusisitiza, tunayo idara maalum ambayo inasimamia miundo, ambayo idara hiyo ikishirikiana na wenzetu wa ajira, sekretarieti ya ajira, wanafanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba kila watu ambao wamesoma wanapata nafasi katika ajira na utumishi katika nchi yetu Tanzania. Ndugu viongozi na ndugu watumishi wa umma, serikali inasisitiza kuendelea kutoa mafunzo ya awali kwa watumishi wapya ili kuandaa katika utekelezaji wa majukumu yao na kuwapa elimu kuhusu majukumu yanayopaswa kutekelezwa, masuala ya maadili, sheria, kanuni na taratibu mbalimbali zinazosimamia utumishi wa umma. Nipende kuwakumbusha waajiri wote katika taasisi za umma kuhakikisha kuwa zinawapatia mafunzo waajiri wapya, mafunzo yale ya awali punde wanapoajiriwa, ili waweze kufahamu na kuishi tamaduni inayokubalika katika utumishi wa umma. Yako malalamiko katika baadhi ya waajiri kutopeleka watu mafunzoni, na hapa nazungumzia sana ajira mpya. Ninawakumbusha, mlipoomba kusimamia utumishi, tuliingia makubaliano ya kwamba moja ya msingi mkubwa wa kukuza utumishi ni mafunzo ya mara kwa mara, lakini mafunzo hayo yanaanza na ajira mpya. Hivyo naomba sana muendelee kutekeleza takwa hili muhimu katika utumishi wa umma, na kwa wale ambao wana matatizo yoyote, basi wawasiliane na katibu mkuu utumishi ili kuweza kuyajadili na kuyatatua mapema iwezekanavyo, ili vijana wetu waweze kupata mafunzo, waweze kufahamu utamaduni katika utumishi wa umma, lakini pia kupitia hapo waweze kutekeleza majukumu yao vizuri. Lakini katika msisitizo mkubwa, baada ya vijana hawa kuwa wamepata mafunzo, ni waombe tena waajiri muwapange katika sehemu stahiki ili waweze kutoa
matunda ya yale ambayo yanakusudiwa katika ajira zao. Lakini pamoja na hilo pia niwakumbushe baadhi ya waajiri kuwasilisha majina ya watumishi wanaostahili kupanda vyeo au kupanda madaraja katika ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, ili haki yao ya msingi ya kupandishwa daraja waweze kuipata. Na hili jambo naombeni sana watumishi, hasa nimeona wakati wa utambulisho hapa mmesimamishwa wakurugenzi na wakuu wa idara mbalimbali katika maeneo yetu haya. Niwaombeni sana, kumbukeni watumishi wa umma kupanda ni jambo ni takwa la haki kama ilivyosomwa katika lile azimio la Umoja wa Afrika ambalo tumesomewa hivi punde. Niwaombeni sana viongozi wangu, mimi kama waziri ambaye ninasimamia utumishi, nilimwahidi Mheshimiwa Rais na ninaendelea kuahidi Watanzania leo nikiwa mbele hapa ninaongea kwamba sitopenda na sitofurahishwa kuona watumishi wa umma hasa walio katika ngazi za chini. Nirudie tena, sitopenda kuona watumishi wa umma hasa walio katika ngazi za chini wakilalamika au wakija kwenye ofisi yangu wakikulalamikieni viongozi wangu kuwa wanakwamishwa kupanda vyeo kwa sababu fulani fulani ambazo ziko katika maofisi yenu. Niwaombeni sana, ndani ya utumishi wa umma moja ya siri kubwa mafanikio ni lugha nzuri na maelewano katika kuelekezana. Kama mtu ana shida katika taarifa zake juu ya sifa zake za kupandishwa utumishi wa umma, za kupandishwa daraja katika utumishi wa umma, basi tumieni nafasi hiyo pia kuwaelewesha, na kama tatizo hilo jibu lake linaweza kupatikana kwa yeye kuja wizarani au kwenda ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, basi waelekezeni ili wafike katika ofisi hiyo watatue matatizo hayo waweze kupata iliyo stahili katika haki yao. Tuendelee kuwapanga watumishi wetu katika vituo sahihi kama nilivyoeleza hapo mwanzo, ili watumishi wetu hawa waendelee kutoa tija ya kazi zao. Natambua kuwa yako baadhi ya changamoto, ndugu Katibu Mkuu, ambapo wengine unakuta mtu amesoma labda aliajiriwa akiwa mwalimu, lakini baadaye akajiendeleza katika level degree, akapata labda degree labda ya utalii kwa mfano, anaomba recategorization, lakini sisi wakati mwingine tumekuwa reluctant, hatupendi kidogo, tumekuwa rigid niseme, hatupendi kubadilisha, hatupendi kuwasaidia wenzetu. Sasa matokeo yake watu wanakuwa katika wrong placement. Matokeo yake ile tija ya kazi na utu wake haitoki vizuri, na matokeo yake tunaona serikali yetu baada ya kuperform vizuri inakwenda chini. Mimi nataka niseme kwamba wale ambao wanastahili kupelekwa katika maeneo ambayo wanatakiwa kupelekwa, fanyeni hivyo mapema iwezekanavyo ili tija ya uwepo wao katika ofisi za utumishi wa umma ziweze kupatikana. Lakini pia niombeni sana tuendelee kuendeleza matumizi ya mifumo yetu ya TEHAMA. Serikali kupitia ofisi ya Rais utumishi imeratibu mifumo mingi sana ambayo inawezesha watumishi wa umma leo hii kuondoka katika mazingira ambayo yanaweza yakawaingiza katika mitihani mikubwa sana. Kwa mfano, leo hii mtumishi wa umma hata akitaka kukopa mfumo upo, akitaka kuomba likizo mfumo upo, na alikadhalika na maeneo mengine, ikiwa pamoja na kujua utendaji wake na ufanisi wake kazini. Naombeni sana pia tuendelee kufanya tathmini ya utendaji wakazi wa mwaka na wasimamizi wao katika utumishi wa umma ili tuendelee kukuza utumishi wetu wa umma. Nitumie fursa hii pia kuwaelekeza waajiri wote kuhakikisha kuwa watumishi wenye sifa ambao hawakufanyiwa tathmini na wana sifa za kupandishwa, taarifa zao ziwasilishwe kwenye ofisi ya Rais utumishi ili waweze kupandishwa vyeo. Ndugu Katibu Mkuu na watumishi wote, ni matumaini yangu kuwa, na ninaomba kuwakumbusha, sisi ni wasaidizi wa Mheshimiwa Rais, tumemwelewa vizuri. Naomba tukafanye kazi kama ambavyo Mheshimiwa Rais anatuhitaji sisi tufanye kazi. Waheshimiwa viongozi na watumishi wa umma wenzangu, leo ni siku yetu. Niruhusuni nitumie nafasi hii kuendelea pia kumshukuru Rais kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 ambayo ilielekeza kuwa punde atakapopata nafasi ya uongozi
atafanya kazi kubwa ya kuboresha utumishi wa umma, lakini pia kuhakikishia watumishi wa umma wanakaa katika mazingira mazuri. Katika eneo la makazi, ndugu viongozi na watumishi wenzangu wa umma, serikali kupitia mradi wa ujenzi wa makazi ya watumishi wa umma waishio katika mazingira magumu, na hapa nakusudia kuzungumzia wale hasa wa pembezoni, imekamilisha nyumba 54 za watumishi wa kada ya afya na elimu katika mikoa ya Dodoma, Singida, Ruvuma na Lindi. Na katika awamu ya pili sasa tunaendelea kutekeleza ujenzi wa nyumba 78 zinazoendelea kujengwa katika mikoa ya Mbeya, Kigoma, Mtwara, Dodoma na Lindi. Pamoja na hayo, juzi kama nilivyoeleza mwanzo, kupitia mwenyekiti wetu wa kamati, lakini pia kupitia mheshimiwa mbunge, Bunge la Tanzania limetupitishia fedha au mafungu ya bajeti kwa ajili ya ujenzi wa nyumba 132 ambazo zinakwenda kujengwa nchi nzima katika maeneo mbalimbali. Ninawaomba wenzangu, hasa wa TAMISEMI ambao ndio wanakwenda kufaidika na nyumba hizi, wazitunze vizuri na kuzilinda ili tija ya Mheshimiwa Rais ya kuwahudumia watumishi wa umma ili wananchi waweze kupata huduma bora iweze kufanikiwa. Ninawaomba tunapoanza mwaka mpya wa fedha 2026/27 tujipange kutekeleza utumishi wa umma wenye malengo kwa wananchi, yani citizen centered civil service mode, kwani ndiyo new norm ya sasa. Ni matarajio yangu tumejipanga na tuko tayari. Sera hii inaakisi utumishi wa umma unaokwenda kutafsiri pia dira ya mwaka 2050. Ndugu viongozi na watumishi wa umma, serikali itaendelea kusimamia maadili katika utumishi wa umma kwa kuratibu tabia, mienendo na uwajibikaji wa utumishi wa umma katika kuhakikisha kwa huduma za bora na za haki zinatolewa kwa wananchi. Nimwelekeze Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Utumishi kuendelea kutoa elimu na miongozo mbalimbali kwa kuzingatia umuhimu wa maadili katika utumishi wa umma ili kujenga utumishi wa umma unaoaminika na wenye kutoa huduma bora kwa wananchi. Ndugu zangu mnaonisikiliza, maelezo yangu leo na tukio hili linanikumbusha miaka ya 80 mpaka 90 mwanzo tukiwa wadogo. Maana Katibu Mkuu, unajua Singida tunakaa wadogo, lakini tumezaliwa siku nyingi. Nilipotokea miaka 80 inanikumbusha mbali sana. Mheshimiwa Katibu Mkuu na ndugu viongozi na watumishi wa umma, sisi tukiwa wadogo kulikuwa na mambo mawili makubwa ambayo nataka niwakumbushe leo au nishare na wenzangu. Nakumbuka tukiwa tunatoka Bagamoyo au tunatoka Dar es Salaam tunakwenda Bagamoyo kumuona babu yetu. Pale kuna eneo moja linaitwa Kerege. Nadhani wengi mnalifahamu Kerege. Mnafahamu Kerege pale ukitoka Mapinga hapa kuna mlima wa kwanza, alafu unashuka, alafu kuna mlima wa pili ambao unakupeleka pale Kerege shule ya msingi. Nadhani mnafahamu. Sisi miaka 80, miaka 90 ilikuwa ukitoka Bagamoyo unakwenda Dar es Salaam au unatoka Dar es Salaam unakwenda Bagamoyo. Tukifika pale tulikuwa tunalazimika kushuka wote kwenye magari. Yaani basi zima anabakia dereva, alafu kuna kwenye gari mule huwa kunapandishwa vibaba viwili hivi ambao vina nguvu sana, vinabeba vile vinini vinaitwa vile vigogo. Yaani vile vigogo vinatumika kwa ajili ya kusimamisha gari. Na kwa nini vilikuwa wanafanya hivyo? Wanatushusha kwa sababu kulikuwa na mwinuko mkubwa na mkali sana pale Kerege. Lakini pia hiyo ilikuwa inatufanya sisi ambao kipindi kile tulikuwa wadogo sana, tulikuwa tunatembea zaidi ya kilomita 5 kwa miguu ili kwenda tukapande gari huko mbele ya safari. Lakini sio hilo tu, hilo moja. Lakini leo ukienda Bagamoyo, yani tumelazimika pale Mapinga kuweka madaraja kwa sababu mambo yamekwenda vizuri. Ule mwinuko umepunguzwa na mambo yanakwenda vizuri. Hilo moja. La pili, mnakumbuka zamani
Sijui kama wengine walikuwa, maana unajua siku hizo utumishi wa umma kuna wengine wadogo sana, yani ndio wameingia wapya, lakini tuwasimulie, maana unajua wakati mwingine ndugu katibu mkuu, wako watu hii Tanzania wanayoiona leo wanadhani Tanzania hii ilikuwepo toka mwaka 60. Nataka nikuambieni ndugu zangu, hasa wale wadogo waliozaliwa miaka ya 90, Tanzania hii haikuwa hivi. Hapa Chinangali hapa, mimi nakuja mwaka 2002, Chinangali hapa mpaka Chang'ombe kulikuwa ni poli, hakuna kitu. Yaani kama nyumba zilikuwepo, ulikuwa na mji mmoja hapa unaitwa Chamwino hapa nyuma hapa. Chamwino unaitwa hapa nyuma hapa. Ndio kulikuwa na magorofa yale mawili yalijengwa kwa ajili ya maafisa wa serikali. Lakini zaidi ya hapa hii Chang'ombe yote hii hapakuwa na chochote. Hiyo ndio Dodoma ya kipindi hiko tunayojua sisi. Leo Dodoma alhamdulillah, mwenyekiti wangu wa kamati analalamika kwamba tumechukua mpaka viwanja vyao. Yaani mambo yalivyobadilika. Sasa nataka niseme nini, ni kwamba katibu mkuu, sisi zamani wakati tunakuwa sasa ndio sasa unakuwa ndio tunamaliza chuo, tunatafuta ajira. Kulikuwa na kitabu kimoja kinaitwa Yellow Page. Si mmekikuta? Maana siku hizi kila kitu kiko kwenye simu. Mmekikuta? Kipo leo? Hakipo Sasa serikali hii imefanya mambo mengi sana. Katibu mkuu ameeleza hapa kwamba kesho kutwa tutakapokuwa tunafunga wiki hii, atakapokuja katibu mkuu kiongozi, moja ya jambo kubwa na kuja kulifanya ni uzinduzi wa Government Service Directory. Yaani ni mambo makubwa sana, huwezi kuamini, na ni kweli yanakwenda kutokea kesho kutwa. Hizi ofisi zote zilizomo katika maonyesho haya zimo ndani ya batani moja inaitwa Enter. Mambo yote unakwenda kukutana nayo ndani ya Tanzania leo. Sio mambo ya hadithi, mtakuja kuyaona, kwa sababu kesho kutwa nimeshamwelekeza katibu mkuu, nataka liandaliwe li TV moja likubwa sana hapa, ili watu waone kwamba ile mlokuwa mnasikia, au kama nyinyi mlizaliwa baadaye baada kwa Yellow Page imepotea, sasa msikie ile Yellow Page ambayo ilikuwa ina kitabu kikubwa yapata hivi. Sasa hivi by the single button ya Enter, ukipresi Yellow Page yote iko ndani ya kiganja chako. Tanzania oye! Ndio Tanzania inaokwenda kukutana nayo kesho kutwa. Sasa mabadiliko haya ndugu zangu, sio mabadiliko ambayo ya kubezwa. Na bahati nzuri leo tumekutana hapa watumishi wa umma wote. Mabanda toka 100 na ngapi, 146 mpaka leo mabanda 225. Kwangu mimi kama waziri wenu, ninaiona fursa yenu sio tu ya kuongea nyinyi wenyewe, lakini ni fursa ya kukumbushana kwa tunao wajibu pia, baada ya maonyesho haya kwisha, isitafutwe fursa nyingine kama hizi za kwenda kuwaambia Watanzania juu ya serikali yao inafanya nini. Maana mimi kama waziri, ukinambia ambaye ninakutana na mawaziri wenzangu, ni kama vile unanikumbusha wajibu. Ndio maana nilipokuwa napita katika baadhi ya mabanda nilikuwa nawaambia, wewe ni maarufu kwa sababu ninafahamu mnachokifanya. Lakini Watanzania wetu wa kawaida ambao wako nje ya ukumbi huu, ambao wengine hawakupata nafasi ya kuja mpaka Dodoma, baadhi ya mambo tunayofanya katika maeneo yetu ya kazi hawayafahamu. Kwa hiyo nataka nikwambieni, wale ambao tumekuwa Bagamoyo katika ile milima miwili niliyokuwa na kusimulieni, tunaendelea kuwaambia wana Bagamoyo na hususa wana Chalinze kwamba Tanzania hii mnayoona leo, au mapinga mnayoona leo, sio mapinga ya jana, imebadilika sana. Nataka kutumia nafasi hii kuendelea kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake kubwa anazozifanya. Katika awamu ya 6 tumeshuhudia mabadiliko mengi, lakini pia tumeshuhudia kuimarika kwa utumishi wa umma katika kuchapa kazi kwa moyo na kujituma na weledi
uwajibikaji, uadilifu, uzalendo wa kitaifa na kufanya kazi kwa bidii kwa maslahi ya taifa. Tafsiri hii ya utendaji kazi anaofanya Dr. Samia Suluhu Hassan, kama tulivyoelezwa mwanzo na waliotangulia, kuwa sisi katika eneo hili ni sehemu ya watu ambao tunafanya kazi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, basi nasi tuishi kama Mheshimiwa Rais bila ya ving'ola mbele yetu. Maana msije kaambia tuishi kama Mheshimiwa Rais, ghafla tukaanza kudaiana ving'ola hapa na ulinzi nyuma. Sisi sio wa daraja hilo. Niwaombeni tuendelee kufanya kazi, na ni imani yangu kuwa wiki hii ya utumishi wa umma ya mwaka 2026 itahamasisha na kuongeza hari katika utendaji, kujifunza na kuweka wepesi katika kutatua changamoto na katika utoaji wa huduma zetu. Lakini pia mtaendelea kuongeza ubunifu katika maboresho ya utoaji wa huduma, lakini bila kusahau kuwa dunia yetu ya sasa imekwenda kidigitali. Hivyo juhudi za kuendelea kurahisisha kazi zetu za utoaji wa huduma kwa kutumia digital iendelee kufanywa kwa kazi kubwa, na nataka niendelee kuwatia moyo wenzetu wa IGA kwa kazi nzuri wanaendelea kuifanya, lakini kama mnavyojua safari bado inaendelea. Hivyo endeleeni kuboresha mazingira ya utoaji huduma kwa kuyaweka yakawa rahisi kupitia huduma za kidigitali. Ndugu viongozi na watumishi wenzangu wa umma, nimeongea sana, lakini kubwa zaidi katika siku ya leo ni kueleza furaha yangu ya mafanikio makubwa tuliyopata katika mwaka uliopita wa fedha. Leo serikali inajivunia mafanikio makubwa yaliyopatikana katika mwaka wa fedha uliopita. Ni wajibu wangu kama waziri ninayesimamia eneo hili kuwashukuru ninyi nyote ambao mmehakikisha kwamba haya yanawezekana katika Tanzania. Niendelee kuwatia moyo ya kufanya kazi, na baada ya kusema hayo, sasa ninaomba nitamke rasmi kuwa maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma mwaka 2026 kwa ngazi ya taifa yamefunguliwa rasmi. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana.